Miongoni mwa wasanii, miongoni mwa washiriki ambao wapo kwenye tamthilia ya Dunia ambao na wenyewe wamehudhuria kwenye hafla hii fupi ya kumbukizi ya siku ya kuzaliwa kwa Kathe kama sio Keti, ni pamoja na G. Is it? Yes. Nazungumza naye na mwenyewe atuambie kwamba vile ambavyo wamesherehekea, lakini faraja yake ni ipi kuona leo. Yes, na atuambie faraja yake ni ipi kuona msanii mwenzake anasherehekea kwenye siku kama hii. Ji, mambo? Poa. Uko poa? Niko poa sio. Watu wanaweza wakahisi kama vile Kathe pesa zake za kuchezea hivi. Wewe unahisi ni sahihi hiki ambacho anakisema, ama unahisi maneno gani ya faraja ya kumwambia kwa kuweza kusherehekea siku yake kuzaliwa kama hii? Mimi kwa upande wangu mtu kutumia pesa zake kufurahia siku yake ya kuzaliwa sio kitu kibaya. Kwa sababu yani sio kitu rahisi mtu kutoka mwaka mmoja kwenda miaka mingine. Kuna watu hawajafikia birthday zao mwaka huu washafariki. Kwa hiyo mimi naona ni jambo zuri tu, kama ana pesa kajaliwa, ni vizuri kusherehekea siku yake ya kuzaliwa. Kwa nini nimefanya wasichana watupu au wanawake watupu? Nadhani ni kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa hana mpango wa kufanya birthday mwaka huu. Akakaa, yani hilo lilimjia tu, mimi nikashangaa usiku kanipigia simu juzi. Ndo akanipa kuna idea hii na hii na hii, je tunaweza tukafanya kitu? Nikamwambia ndio. Tukatengeneza group kwa, yani hiyo ni idea ya siku 3. Ndio maana tukaamua tukufanya watu wachache. Hivyo. Na nikachagua rangi ya mavazi. Rangi ya mavazi tulichagua wote. Kwa sababu tulituma baadhi ya nguo kwenye group zeni, watu ndio wakachagua hiyo. Baada ya hili kuna kingine ambacho tutarajie kama mashabiki, sherehe nyingine ambayo mtawahusisha viongozi wenu, akina Manyanya, akina Babasma ambao na wenyewe hawajafika hapa? Yes, zipo kwa sababu ndo kwanza mwaka unaanza. Nadhani kama birthday ya Kasi mwaka jana ulikuwepo, ilikuwa ndo birthday ya pili ya mwaka, maana inaanzaga birthday ya Moody, then birthday ya Kasi. Kwa birthday zipo za kutosha. Tunasema wasanii wa Dunia wana hela, wamefanya party kwenye kijumba fulani vina swimming ndani yake. Inaweza ikawa tunazo kweli. Kumbe Dunia inawalipa. Sana. Namna hivi wewe mfano Jiwe peke yako tu tuongee taratibu. Namna kama milioni ngapi kama ilipo? Kuanzia Dunia ilipoanza dilo milioni ngapi za kushachukua? Wewe unataka hela zangu mimi za nini? Sio mimi. Wewe unataka, yani hiyo ni siri ya mtu. Kuna watu hapo mitaani na wenyewe wanatamani wawe wasanii kama ninyi. Inaweza kawa ni njia ya wao ninyi kuwahamasisha, kumbe sanaa inalipa. Unajua? Yeah, lakini inategemea na wewe mwenyewe unataka sanaa ikulipe vipi. Kwa sababu mimi nadhani ukianza kujulikana ndio huo muda unaweza usilipo kwa mshahara, lakini ukapata matangazo makubwa. Kutokana na nini? Ukapata fursa kutokana na hiyo sanaa. Unaweza ukajikuta ukajulikana tu kidogo ukafanya biashara ukapata hela. Yaani sanaa ni wewe unavyotaka ikulipe vipi. Yeah. Moja kati ya vitu ambavyo vinawafirisha wanawake ni mahusiano kama sio mapenzi. Wanawake wengi wanaingia kwenye sanaa kwa lengo la kupata mbali na sanaa na vitu vingine. Babasma ama Bichwa Production ni miongoni mwa kambi ambayo kuna wasichana wengi kuliko sehemu yote kwa mimi ambazo hizi baadhi nimetembelea. Huwa mnafaulu vipi mpaka mambo kama haya kwenu yatokee? Ama na ninyi kwenu ipo? Tuachane sasa hapa. Kuna watu kazi yao kutongoza wanawake ambao ndo wapo kwenye hii kambi wanaambia ukinikubalia nitakuweka kwenye simu. Mimi nadhani kwa upande wetu sisi hiyo haipo, kwa sababu yani hata mimi nilipofika kwenye kambi ya Babasma nilikuta watu wanaishi kama familia, sio kama kazi. Kwa kuna muda mnachukuliana wewe kama kakaangu, dadangu. Unajua sio rahisi mtu kuja kukutongoza kati anakuchukulia kama dada yako, mnaheshimiana. Na mimi pia huo ndio utaratibu ambao niliukuta, watu wanaheshimiana. Nadhani ndio maana inawezekana ni tofauti na kambi zingine. Sisi hiyo toa kitu upate kitu haipo. Serious. Kuna mtu kama unamficha hivi. Namficha tena kivipi? Hamna kitu kama hiyo. Wewe walembo wote wale kwa Babasma, hamna hata mtu mmoja ambaye ushakusikia za chini ya kapeti kaambia bwana Yaani afu nikwambie kitu. Sisi kambini kwetu asilimia nyingi watu wana mahusiano nje, sio ndani. Serious. Sibo maana bwana wanawake kameramani sijui. Anaye mnamuona mfichi na wangekuwa na wengine wana mahusiano pale mngekuwa mnayaona. Labda kama mimi sijui. Kwa upande wako ulishawahi kukutana na hiyo changamoto kwenye kari yako kwamba nipe kitu fulani ufike sehemu fulani ama nikuweke sehemu fulani? Mimi kwa upande wangu sijawahi, kwa sababu hata hivyo ukiangalia mimi kwa Babasma ndo sehemu yangu ya kwanza. Sijawahi kukaa kambini. Sijawahi kwenda sijui sehemu za mazoezi sijui nini. Dunia yangu ya sanaa nimefungulia kwa Babasma. Kwa hiyo nadhani ndio maana hizo changamoto sijawahi kukutana nazo. Umaarufu wako, monster wako ushawahi kuwa kero kwa upande huo? Hapana.
Hujawahi. Maana wanaume wakusumbui kwa kuwa sasa hivi G umeshaanza kuonekana kwenye tamthilia ya Dunia. Usumbufu upo, ila inategemea na wewe una maintain vipi. Na usumbufu ni kawaida kwa mtoto wa kike, sio tu kwa sababu ni star, lakini usumbufu ni kawaida. Kile kipindi ambacho Dunia kama ilikuwa imepoa hivi. Na hisi kwenye season 2 mlivyokuwa mmeingia hivi. Upepo kama uliwakataa hivi. Mlikuwa mnaona na ninyi kama wasanii mlikuwa mnaumia ama kwa sababu kuna namba ngeni zilikuwa zimekuja hapa watazamaji tukasema hiki nini tena baba Asma akatuletea sini naanza mtu na mkewe wanagombania redio kasema toba nini tena hiki. Natamani nisikie kutoka kwenu ninyi wenyewe mlihisi vipi kwamba hii kama kazi yetu imepotea hivi. Sisi kwa upande wetu yani hatukuhisi vibaya kwa sababu yani tulipokea tu kama kwa sababu ni mwanzo. Nadhani hata walioanza na Dunia mwanzo hawakutegemea kama itakuja kuwa series kubwa kiasi hicho wala hawakutarajia kwamba itapokelewa na watu kiasi hicho. Kwa hata sisi tulikuwa tunajipa imani na kwa sababu tunaamini, tulijua tu kwa sababu ni mwanzo itafika hatua watu wafanyaje wataielewa. Ndio kama hivyo sasa hivi inaeleweka. Watu wanaielewa na wanakuambia kabisa ile Dunia yetu tulikuwa tunaitaka ndio hii. Wewe unahisi ya kwanza na hii nzuri? Dunia season 1 season 2 nzuri. Mimi nadhani hii ndio itakuwa moto zaidi. Yeah. Maongezeko ya wasanii wengine wale kuna watu wanaigiza yule hawa kiboko unasemaje? Nasemaje kuhusu nini? Ni baraka yani kajaliwa ni balaa ndio. Muhisi sasa ninyi kama vile nyota yetu mje kuchukuliwa hivi hapa kwenye dunia hapa. Na kila mtu na riziki yake, kila mtu na baraka yake. Nadhani kila kinachotokea kilipangwa. Kwa mtu kwamba kuletwa pale kakuzidi kitu, sio kakuzidi sana kwamba ndo unahisi ataziba nyota yako hapana. Kila mtu ana riziki yake na ana baraka zake. Mtu huwezi yani eti kwa sababu mtu kaletwa uanze kuhisi labda maybe kaziba nafasi yangu hapana. Kila mtu ana baraka yake. Hivi kuna mtu wote ambaye kishatimliwa hadi mdau maana na nyinyi mnaongoza automotive watu. Watu waonekani bwana. Sasa kama nani unaona aonekani? Mudi alikuwa mpenzi wake nani kule? Cindy Kakolanya. Na Liu Cindy yupo. Anaonekana? Bado hajaanza kushuti ila yupo. Kwa sababu Dunia ndo kwanza inaanza bro. Na kwanza episode ya 6 season ya 6 sio kwanza inaanza kweli? Ndo kwanza inaanza bro. Kuna watu hujawaona, kuna story bado hujaziona. Mdeme wapi? Yupo. Kuna comment nikaona hapa Mdeme kashali wanyoya hapa kama yule jamaa yule Pastor Nazi mchungaji. Sasa huyo mchungaji si aliondoka mwenyewe na yeye mwenyewe si alisema kwamba yeye ndo kaondoka. Yaani mtu kama katimliwa labda mumsikie siku baba Asma mwenyewe kasema mtu fulani nimemtimua muamini hivyo katimliwa. Lakini sio kwa sababu mtu aonekani labda maybe kwenye season 2 ndo msema katimliwa hapana. Season ya 6 ishafika episode ya 6 unajua hiyo. Kwani sisi tumeanza kushuti episode ya ngapi? Na sisi si mwanzo tu alisia tupo. Yule jamaa wa bajeti 50 naye hivi wajaliwa nyoyo yule. Kwani wewe ukoona kama alikamatwa jamani? Alibaka. Amefungwa huko pamoja na Kathy. Inaweza kaja jela tofauti lakini naye kafungwa. Kuna kitu ambacho nimesahau kukuuliza labda unatamani uzungumze. Kitu gani hicho? Ndio wewe sasa nakwambia wewe labda nikitamani siku kukutana na Nyundo nitamwambia kitu amuuliza kitu fulani ama labda nitazungumza kitu fulani kuambia watu. Hapana, labda kama wewe kuna swali ambalo unahisi ulitamani ukionana na mimi uniulize. Serious? Nisi kama yote nimekuuliza. Basi ndio hivyo mimi sina. Waambie kitu mashabiki zako. Nawapenda jamani, muendelee kutusupport, vitu vizuri vinakuja. Yeah.